BMG pamoja daima. Uko kwa niaba ya client. Sio sawa? Sio nakuja hapa unavaa kizibao chako chekundu kama cha Simba hicho nataka kucheza platinum. Tunataka ukiwa hapa uwe na majibu yaliokuwa sahihi. Sawa. Sio, umeelewa? Ndio. Mimi nakuja hapa wewe nani consultant una majibu sahihi. Sasa unasimamia nini? Ndio maana naambia mimi nikija siji kutembelea miradi yenu kuangalia, nakuja kukagua. Elewa mtu anayekuja kuangalia na kuja kukagua ni watu wawili tofauti. Ndio maana nauliza maswali hapa, nataka majawabu. Client hapa yuko kwa ajili ya wewe, uko kwa ajili nini? Ya client. Sio kitu kingine chochote. Usitegemee consultant contractor ndio akupe, wewe ndio mtu mhusika hapa. Tunatoa 1.5 bilioni fedha hizo kwa ajili ya kusimamia hapa, sio kitu kingine chochote. Ukiwa hapa unatakiwa uwe na majibu yako yote yaliyokamilika. Jengo hili, majengo yote structure yake kuna mita square ngapi? Hapa parking area mita square. Mimi nikija hapa na calculate thamani ya fedha ipo haipo. Sawa? Sio niambie mabasi mangapi? Nataka nani parking. Ndio unajua hapa nitajua kama hapa kuna mabasi mangapi yataingia. Na uelewa kama ninapokuja kwa mimi nina uelewa wa kitu kuliko unavyofikiria. Na siji hapa kama show tu, ninakuja kushow tu, hakuna. Mimi nakuja hapa nataka uhalisia wa jambo. Na wewe uko hapa uwezi ukakaa hapa huna majawabu ya kutosha. Na naomba niwaambie mimi ninapokuja sehemu siji kuangalia, nakuja kukagua uhalisia wa kazi. Sasa hapa siwezi kuondoka mpaka nipate design. Nipe hiyo design ione kwa. Hapa chini nimefanya nini mpaka hapa nilipo? Kuna kitu gani chini kishaingia? Hapa chini tuliondoa ule udongo wa mwanzo ambao ni existing. Baada ya hapo tukaweka layer za udongo wa G7. G7 milimita ngapi? Tuliweka layer 2 za milimita ngapi? Milimita ngapi? G7 milimita 600. Kwa ni sentimita 60? 60 ndio. Are you sure? Ndio. Tukitindua hapa tunakuta sentimita 60 chini. Tunaipata. Wapi tunaweza kupata nini? Maana sentimita 60 unazungumzia ni ngapi? Ni futi 2. Ndio. Kwa hiyo hapa mmeweka udongo futi 2. Ndio. Nawaambia hivi maana thamani ya jenzi yote ndio iko hapa chini. Mimi hapa nakuja kutaka kujua kama hapa ni ngapi mmeweka. Ukiniambia najua hii value for money stand nini ipo. Kwa sababu hapo ukiniambia ni milimita 60, ni milimita 600 maana ni sentimita ngapi? 60. Ninajua kwamba tabaka la kuweka kifusi kuanzia mwanzo mpaka chini mmeweka nini? Nitajua ni lori ngapi zimeingia hapa. Na nijue kama kutoka hapa ninakuja kuweka nini tena juu. Ndio maana nataka nipate design. Baada hapa nakuja kupandisha nini tena? Kinachofuata hapa baada ya hapa ni zege ambalo ni la milimita 175. 175. Ni sentimita 17.5. Sawa? Ambayo ile zege lote linapigwa hapa. Ndio. Ile zege linakuwa na nini? Linatengenezwa na nondo, linakuwaje? Linakuwa na BRC. Ya A252. A252. It's good. Kwa mimi ndio majibu nataka hapa. Yaani nikija hapa site naomba niombe. Mimi ukiniona Jafu anatembea site, uje umekamilika na majibu yaliyokamilika. Sawa. Sio? Ukiniambia hivyo, nikiangalia upana wa hii stand hii, nikiangalia na haya majengo, ukiniambia naweza calculation chini umeweka sentimita ngapi? 60. Ukiniambia na sentimita 17.5 equivalent to milimita ngapi? 170. Kwa sababu najua hapa kutakuwa na nini? Na nondo zilizosukwa na nini? Napata value for money kwamba pesa tutoa hapa inalingana na kazi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo siku nyingine nikija hapa, iandaeni kuwa mmekuwa vizuri. Mkoa nilivyosikia hapa, nikiangalia hapa value for money sasa naiona. Lakini ukiniambia si malori mangapi mimi sikuelewi. Sema nikikalculate jengo lile pale, nikikalculate hiyo karibuni ni mita za mraba 1000 ngapi? 33. Nikalculate kwamba hiyo kuna G ngapi? G7. Mmeweka hapo ya milimita ngapi? 600, na hii concrete nayo ya milimita ngapi? 175. Mbona sentimita ni 100 ngapi? Na 75. Ninapata, hebu tuangalie hapa ndani. Hapo umesema ni G50 ngapi? Nani? Umesema ngapi? G7. G7 ngapi? Milimita ngapi? 600. Mtu akitempa na wewe akaweka milimita 500, is equivalent to sentimita ngapi? 50. Ameiba malori mengi. Ni ufisadi uliopitiliza. Kwa hiyo wewe ukiwa ndani hapa, huyu akiweka kila sehemu unapima kweli ile G7 sentimita 60 zimekamilika. Kwa sababu wanga hapa akija yeye ataangalia tu udongo umewekwa, ndio sio kazi yake hiyo. Ndio maana amekuweka wewe, kazi yako nini? Kufanya kazi kwa niaba yake. Sio, ndugu zangu.
kwa sababu unaona watu wako site hawataka hiyo kitu haiji mpaka sasa. Mimi nataka hapa tutindue hapa nione sentimita 60 hizo. Wewe leta nani? Hiyo kutindua ngoja kwa. Leta hiyo nani kwanza lamani yenu hiyo. Design hapo kuniangalia hiyo measurements. The design. Hivi jamani hivi nyewe hamjanizoea siku zote. Na miaka 5 nimemaliza. Sasa naingia tena nimegraduate. Hamjanizoea tu Jafu akija Keminani anakagua vipi? Hivi mnafikia kama nitakuja mimi niangalie udongo le. Lengo jengo lile limewekwa skimming ama sio limepigwa skimming ndio nafikia nitakuja kuangalia. Mimi siji kuangalia hivyo. Hizo ni end product. Juma, shughulikia sizo nani design zifike hapa. Hamna. Basi leta hicho kizubao tuvae kwanza. Siku nyingine mkia basi nani. Maana leo hiyo ni working tour ukiwa hapa site. Naomba niwaambie kuna vitu vitatu mlizingatie wakati nakagua. Kuna kitu contract management. Hii ni jambo la msingi ninaposimamia kazi. Ili mradi na mtu ukimlipa advance utapomlipa wadai unajua jinsi gani ukati. Na project management, sasa hapa kitu kinachomiss project management ambao wewe ndio unatakiwa kufanya hicho. Kila eneo lazima uliangalie ulikague vizuri. Sasa mimi mpenzi wa Simba, mbona umenipa hicho? Sasa Yanga wewe. Hii timu ya watu wanajua kucheza mpira eh? Sawa. Lakini leo umenielewa maana yangu eh? Hicho kitu kinatakiwa kiwe wapi? Site. Mheshimiwa Waziri, katika upande wa stendi ya mabasi mkataba wake una gharama kiasi cha bilioni 18.7 na mkandarasi tayari ameshalipwa jumla ya malipo ya bilioni 6.3 ambapo mkataba ni wa muda wa miezi 21 na ulianza tarehe 30 mwezi wa 7 na unatarajia kuisha tarehe 17 mwezi wa 5 na utekelezaji hadi sasa ni 60% kwa upande wa stendi ya mabasi. Na kwa upande wa maegesho ya malori mkataba wake gharama yake ni bilioni 8.3 na tayari mkandarasi ameshalipwa bilioni 2.6. Mkataba ni wa muda wa miaka 21 na ulianza tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2019. Miezi 21. Mkataba ulianza tarehe 30 mwezi wa 7 na unatarajiwa kukamilika mwaka tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2021. Na utekelezaji kwa upande wa maegesho ya malori ni 65%. 65%? Ndio. Mnakamilisha mwezi gani? Mwezi wa 5 mwaka huu. Mnafikiri kama mtamaliza? Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa mkandarasi ametuahidi kwamba mtiririko wa fedha ukiwa mzuri yeye anaweza kukamilisha ndani ya muda. Huko mmefika asilimia ngapi? Huko 60% na kule kwenye maegesho 65%. Lazima kazi ikamilike kwa muda. Lakini mchumi na timu ya Ilemela lazima muangalie, je, hii kazi kuoperate baadaye itakuwaje? Well and good kwamba tutaanzisha kampuni ambayo itasimamia stendi. Ni vizuri. Lakini kuna changamoto kubwa nimeiona. Mkianzisha hiyo kampuni kwa kadi hiyo bylaw mtakayoitaka mitengeneze. Hiyo kampuni lazima muitengenezee mikakati ya kuibana iwe inawajibika vizuri katika manispaa. Otherwise mtatekeleza kichaka cha watu wachache, umemweka hapa kama meneja wa kampuni, kama na HR wake, afu mwisho wa siku Ilemela hata mkitaka nani mnakuwa kama omba katika kampuni naenda kupiga magoti. Hakikisheni natekeleza kampuni ambayo nyinyi mnakuwa na full ownership ya kuisimamia vizuri. Hili ni jambo langu kwa sababu nina uzoefu wa hizi kampuni. Kwa hiyo lazima mtengeneze kama ni kampuni ambayo nyinyi mtakuwa na misuli yenu. Sio mnatengeneza independent kampuni ambayo baadaye inajiamulia mambo yake yenyewe, inakuwa hata halmashauri zingine haijali, watu wanakuwa na kiburi, watu wanakuwa ni sehemu ya kujinufaisha na kutengeneza utajiri, biashara imeshata. Wewe mkurugenzi ukienda pale, meneja wa kampuni anakuwa na kiburi kuliko unavyofikiria.
lazima uweke na system kwamba hii, na mimi nikiangalia hii structure hii, huwezi ukaniambia kwa 2.6 bilioni, huwezi ukaniambia. Mimi am economist, huwezi ukaniambia kwamba hapa stendi hii ikifanya kazi hapa kote eti 2.6 bilioni. Haiwezekani. Kama mmeweka mifumo mizuri ya kukusanya fedha hapa, a lot of money hapa kwa mwaka, fedha nyingi, hii mkiweka vizuri, mapato yanapatikana hapa ni sawa na halmashauri moja nyingine, mapato lake la mwaka mzima itakuwa inazalishwa na stendi hii. Kwa hiyo hapa ni investment ya fedha, tunatumia karibu bilioni ngapi? 22.7. 28. Najua tunatoa bilioni 28. Tunaweka fedha ili mradi baadaye fedha tuweze kutengeneza fedha. Lakini generali, naomba niwaambie, nimeridhika na stendi hii, stendi nzuri. Ila isipokuwa speed ya kazi ifanye iongezeke. Hiyo ndio concern yangu. Kingine, consultant, simamia kazi yako vizuri. Niwapongeze sana hapa, kwa kweli mimi kitu kizuri nikikiona kizuri na kipongeza. Hii stendi ni nzuri. Maelekezo yangu ya mwisho ni kwamba stendi hii itapokuwa sasa hivi, wekeni plan stendi itapokamilika, uendeshaji wake utakuwaje. Hii stendi tulikuwa tunateta na mkuu wa mkoa, ingekuwa kama amejenga mtu mwingine hapa, mngemuita bilionea wa Mwanza. Lakini kwa vile ni manispaa ya Ilemela, hamuoni kama kitu hichi nini kina thamani kubwa kiasi gani. Hii ni investment kubwa, na malengo ya serikali kuweka miradi hii mikakati, haya ndio malengo yake. Halmashauri nataka zifike muda ziweze kugraduate. Haya matatizo madogo, si ujenzi wa zahanati, si kituo cha afya, sio lazima itoke. Inataka Singida halmashauri yenyewe naamua, ninachukua fedha yangu naenda kujenga vituo vya afya. Ni kwa sababu itakuwa na uwezo wa kuhakikisha inakusanya mapato. Kwa hiyo hii ni investment kubwa, endeleeni kuhakikisha kama inakamilika kwa muda, lakini wekeni plani jinsi gani project itapokamilika uendeshaji wake unakuwaje, ulete thamani ile inayokusudiwa katika manispaa ya Ilemela. Otherwise, kurugenzi na timu yako wote naomba niwapongeze sana kutoka upande wa watendaji, upande wa viongozi RC, DC, niwapongeze sana. Kwa kweli hapa sina namna ya kusema. Nasema mko vizuri. Asante. Mradi huu ulianza tarehe 30 mwezi wa 7 2019 na unategemewa kuisha tarehe 17 mwezi wa 5 2021. Mradi huu una thamani ya zaidi ya bilioni 27, na mradi huu umejumuisha kituo cha mabasi na kituo cha malori, ambapo kwenye kituo cha mabasi tuna jengo la kusubiria abiria ambalo tunaliita ni terminal buildings, na jengo la biashara ambalo tunaliita ni commercial building. Na upande wa malori tuna eneo la parking ya malori ambayo yanaingia malori 80 kwa wakati mmoja, lakini kuna karakana kwa ajili ya ukarabati wa malori, kuna sehemu ya godown na kuna sehemu ya hostel kwa ajili ya malazi.